Kwa sababu kuna watu wanaenda kuwapokea wageni wanaoibia. Mwisho wa siku inaonekana klabu ya Simba ndio imefanya mambo kama yale. Tunatoa angalizo kwamba hatutahitaji kuona shabiki wa aina yoyote anaenda uwanja wa ndege kwenda kupokea Al-Masry. Sisi ndio Simba. Sisi ndio tunaweza. Sisi ndio tunaweza tukaupindua uwanja, yani ule uwanja Mkapa ule chini juu tukazika. Kuna makaburi ya watu pale, kuna Oloya pale. Kuna Juan Galaxy, unamwona anaongea Juan Galaxy. Wewe eti wewe ni msemaji wa Yanga, kunakupa yani kunakupa mandate ya kuvunja sheria za nchi, haiwezekani, umeelewa? Mwanaisha Lukali, beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati, ambaye anahakikisha na kuletea yale yote ya kimichezo ambao kwa hivi sasa inaendelea kufanya vizuri zaidi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kubwa zaidi ni mnyama Simba, ambaye ndani ya tarehe 9 atakuwa na jambo lake katika dimba la Benjamin Mkapa, mchezo wa kutafuta tiketi ya kutinga katika hatua ya nusu finali dhidi ya Al-Masry. Mchezo wa kwanza Simba alipoteza kwa idadi ya mabao 2-0 ugenini. Je, nyumbani mnyama anaweza kupindua meza? Mbele yangu hapa nipo na mzee Mwaipaya, mzee wa Simba, lakini pia ni shabiki na mwanachama wa Wekundu wa Msimbazi Simba. Tunaenda kuzungumza mengi ya kimichezo, lakini pia tutagusia kile ambacho kilichomtokea afisa habari wa klabu ya Young Africans Ali Shaban Kamwe. Mzee Mwaipaya, habari yako? Namshukuru Mwenyezi Mungu, mzima wa afya. Leo Ijumaa karimu, ndio tumejiandaa hapa na mambo ya kiibada hapa. Tuko vizuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Ndio. Hatulipi kwanza hii hewa hii. Lazima tumshukuru kwanza Mwenyezi Mungu. Ndio, mengi yanazungumzwa ndani ya ligi kuu Tanzania bara, lakini pia katika soka barani Afrika. Mnyama Simba anatafuta tiketi ya kutinga katika hatua ya nusu finali. Mchezo uliopita mmetoka kupoteza kwa idadi kubwa ya mabao, tunaweza kusema hivyo, mabao 2 si madogo. Mnarudi sasa nyumbani, utakuwa ni mchezo aina gani? Je, mnyama ana mlima mkubwa kiasi hicho wa kupanda? Kauli mbiu yetu hii tunavuka, yani iwe isiwe hii tunavuka, ndio kauli mbiu ambayo tumekuja nayo, na ukuja kuzungumzia kwamba kuhusiana na ile mechi ambayo ilikuwa huko Al-Masry. Timu imecheza vizuri zaidi, tumeona timu imecheza vizuri zaidi, wametengeneza nafasi, lakini katika ule kuto kufanya mawasiliano baina ya wachezaji wa mbele pale ndio kumesababisha tukashinda kuconcede magoli. Lakini vile vile hao ndugu zetu wale pamoja na kuwa wameshinda magoli mawili, naweza kusema goli moja la kwanza ndio lilikuwa goli la movu, lakini goli lingine kwa ilikuwa ni msaada VAR. Kwa sababu unakuta kabisa kwamba wale jamaa Al-Masry wanavyo kushambulia, yule mchezaji aliyekuwa amechukua mpira kwanza alikuwa ni offside. Lakini tunajua kabisa nje ya uwanja kama referee huyu kwanza kabla ya mechi tayari kuna rumors nyingi zaidi katika mechi za Al-Masry, kaibeba sana Al-Masry yule referee wa yule referee Mario. Na tuliona kwamba walikuja na gia nyingine kama kufungulia tu wachezaji offside, isipokuwa VAR ndio itakuwa inaamua magoli. Umeelewa? Yaani sema kuonesha kabisa lazima Kibendera referee apige filimbi, anaacha mtu afunge goli, wanasubiri kule VAR. VAR kule kuna Waarabu kule ndani kule. Kwa hiyo na maana wanaamua wenyewe pale. Na ndio maana umeona hata referee hajaenda kwenye VAR zote mbili hizi. Hata ile ya Ateba ile, umeelewa? Ya Ateba penalty clear kabisa. Ya Kibudani penalty clear kabisa. Lakini sisi hatuangalii, hatulalamiki. Tunachojua kwamba wanakuja kwenye tanuri la moto. Na hii inachukua fursa hii kutangaza, yani kupitia kijio cha Mwembe Simba, nikiwa kama katibu wa masuala ya ulinzi na usalama wa kijio cha Mwembe Simba, tunatangaza kwamba kuanzia wiki hili hapa sisi wageni wetu ni Al-Masry. Hatutahitaji kiongozi wa timu ya aina yote, hatutahitaji shabiki wa timu ya aina yote kujiteka mbele kwenda kupokea mtu pale. Hatutakubali, na hatua kadri tutakazozichukua pale itakuwa ni fundisho kwa vilabu vyote ambavyo wanaifuata katika klabu ya Simba. Safari tucheki na nyani safari. Hatutaki mazoea, kwa sababu kuna watu wapo baadhi hata viongozi kabisa wana nyadhifa kubwa bado wanakuwa wana mambo ya utoto na ushamba. Hawajui hata mpira, umeelewa? Hawajui hata siasa mpira Tanzania. Inafikia level mtu anaenda kupokea klabu pinzani ambayo inacheza na klabu ya Simba. Sisi toka maisha yetu tumeanza klabu ya Simba, hatujawahi kwenda kumpokea hata mwingine hata siku moja. Tunatoa onyo kali. Hatuhitaji kunguru wa kijani katika uwanja wa ndege kuanzia tarehe 7, tarehe 8, tarehe ngapi.
Hatuhitaji kunguru wa kijani, hatuhitaji kunguni wa kijani, hatuhitaji chawa wa kijani, yani aina yote pale. Uwanja wa ndege pale, akishuka Al-Masry, wale ni wageni wa klabu ya Simba. Na hatuhitaji kuona hata kiongozi wa TFF ambaye mwenye nasaba ya kunguru wa kijani aachane kabisa na hizi habari. Tuna jambo letu kubwa, tumetumwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuja kuiangamiza ile Masry. Kwa hiyo tunatoa onyo, na ili onyo yote mwenye kuvunja ile onyo pale, adhabu yake anaweza akaja kupigwa viboko 50 hapa kwenye kijiji cha Mwembe Simba pale. Kwa hiyo tunatoa onyo, kama mtu ashughulike na hii Al-Masry akae pembeni kabisa. Damu zisimrukie. Tuna jambo kubwa sana tunaenda kulifanya ambayo dunia itatikisika. Utakuwa ni mchezo mwepesi kiasi hicho? Tunajua ni mchezo mgumu, na ndio maana tumetoa angalizo kwamba isipatikane kunguru wa kijani wa aina yote katika uwanja wa ndege, viunga vya uwanja wa ndege. Wanaposhuka Al-Masry, hatuhitaji kuona kiongozi wa aina yote wa kilabu cha aina yote, hatuhitaji kuona shabiki wa aina wa timu aina yote. Tunahitaji pale atapokelewa na klabu ya Simba kwa mujibu wa kanuni za kafu. Hataki kuharibiana. Safari tumedhamiria. Sasa mtu ambaye atakeuka maagizo ambayo tunasema hapa akafanye pale, kitakachomtokea ndio tutakapojua safari Simba amedhamiria. Hatucheki na nyani. Mnahofia nini nyinyi? Sio kama tunahofia. Sisi ndio kawaida yetu. Kawaida yetu tunapoenda kwenye mechi ngumu lazima tufanye maandalizi ambayo yako namna hiyo. Na ndio maana tumetoa tangazo rasmi kabisa. Tangazo rasmi. Na hili najua kupitia 69 media hapa, ili tangazo linafika moja kwa moja mpaka kwa viongozi, baadhi ya viongozi ambao ni washamba, hawajui mpira, hawajui siasa za mpira. Umeelewa? Kwa sababu kuna watu wanaenda kuwapokea wageni wanaoibia. Mwisho wa siku inaonekana klabu ya Simba ndio imefanya mambo kama yale. Na tunajua kabisa, na tunafahamu kwamba kuna vikao vinaendelea kwamba wanataka kuwapokea wageni hiyo timu. Na ndio maana tunatoa angalizo kwamba hatutahitaji kuona shabiki wa aina yoyote anaenda uwanja wa ndege kwenda kupokea Al-Masry. Na hii tunaomba serikali, ili tamko tunatoa hapa, serikali yani ilifanyie kazi. Tumedhamiria. Tumedhamiria. Hatuhitaji kuchekewa na mtu aina yote. Tumedhamiria. Mpaka tarehe 9 ndio jambo litakuwa limeshakwisha. Yoyote anataka kwenda uwanja wa ndege kwenda kupokea wageni akapokea wageni. Lakini sio anakuja Al-Masry watu wanajitia wanakopokea pale. Hatuhitaji yani namna hiyo. Sisi tuko kiserikali zaidi. Ukiwasikiliza baadhi ya mashabiki wa Young Africans wanaona kama Simba safari yao ndio imeishia hapa. Hawajui mpira. Kaulize maswali. Hawa Horoya walikuwa wanahitaji nini hapa ndani ya Bongo? Walikuwa wanahitaji suluhu. Walipasuka miche 7 pale. Na ilikuwa 11 ile pale. Yaani wazalo ambao tumetengeneza hapa, mimi na Mangia huyu hapa unamuona. Wewe mwangalie mtu mwangalie tu Mangia unamuona kama ni mtu mdogo lakini mtu wa mafia kishenzi. Tumedhamiria na ndio maana tunatoa tangazo hapa kupitia media 69, yani 69 media kwamba safari hii tunaenda kurudia yale ya Horoya, tunaenda kumangamiza Al-Masry, tunaenda kumpoteza kwenye ramani ya soka ya Afrika. Sisi ndio Simba. Sisi ndio tunaweza. Sisi ndio tunaweza tukaupindua uwanja, yani ule uwanja Mkapa ule chini juu tukazika. Pale kuna makaburi ya watu pale. Kuna Horoya pale. Kuna Jwaneng Galaxy, unamwona anaongea Jwaneng Galaxy. Kuna Wydad Casablanca tumempoteza sisi hapa. Nani mwenye sura kumpoteza sisi? Na sisi ndio tumeandika historia duniani. Katafute dunia nzima, nakupa homework wewe. Ukiipata njoo niletee hapa, unakupa shilingi 50,000. Kwanza wewe ni mjomba wangu, nakupa 50,000. Katafute unakupa nani? Katafute sehemu ya aina yote, klabu gani ilifungwa kwake 4 ikaenda kumpiga mtu ugenini goli 5-0. Utaniambia Barcelona au Liverpool. Ukiniambia Liverpool aliwafunga Barcelona 5-0 nyumbani Anfield. Ukiniambia Bayern Munich aliwafunga watu fulani kule Barcelona kwao nani Azona Arena kule kule Ujerumani. Klabu ya Simba peke yake dunia nzima, toka dunia imeumbwa. Kaitafute hiyo kodi. Watu waandishi habari hata kuilania, lakini mimi nakupa wewe ikuongezee umaarufu katika duniani kote. Nakupa hiyo hapo, ongezee umaarufu hiyo. Duniani kote Simba alifungwa 4-0 hapa na Mfulio Wanderers. Lakini tulienda pale tusababisha mpaka Kaunda Kenneth Kaunda alikimbia ile mechi hapa. Walipigwa 5-0 pale Mfulio Wanderers pale. Ndio. Yeah. Tukitoka hapo tuzungumzie kile ambacho kilichomtokea Ali Shabani Kamwe kushikiriwa ama kukamatwa
kule Tabora. Kitendo alichofanywa Ally Kamwe kwa wewe kama mdau wa soka unakizungumziaje? Kwanza ni fundisho, kwa sababu tumezungumza sana hapa kwenye media hapa. Lakini ndugu zetu wa upande wa pili wa nyuma mwiko bado hawajitambui, wana miemko, hawajui soka, hawajui kuendea soka, umeelewa? Unavyokuwa ni msemaji, umeelewa, kuna mambo ya kuzungumza. Lakini unavyomgusa mkuu wa moja kwa moja hadi kwa mambo yake mesia ya kiserikali, unakuwa unachafua serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan mesia. Sio kwamba kuwapo kwamba wewe eti ni msemaji wa Yanga kunakupa mandate ya kuvunja sheria za nchi, haiwezekani, umeelewa? Na itakuwa ni serikali ya ajabu ambaye itamruhusu shabiki wa Simba au shabiki wa Yanga kuvunja sheria ya nchi kwa sababu itimie Simba au Yanga. Itakuwa tuna serikali hiyo, umeelewa? Serikali lazima ionyeshe makucha. Mtu akimtukana mkuu wa mkoa, kamtukana rais. Kwa sababu rais ndio anayeteua wakuu wa mikoa, umeelewa? Kwa hiyo mambo ya kutukana rais hayo yamepita na wakati. Mzungumzie nenda katika engo ya kimpira, umeelewa? Kama amekosea katika kimpira, mpeleke katika kimpira, kwa sababu mpira una ushabiki. Lakini ukiingia katika kazi yake, umeelewa? Ina maana kwanza, je, rais hafai aliyemteua yule pale? Umeelewa? Na watu wengi sana wa Yanga hawana ufahamu, wanafananisha nini mesia? Wanafananisha kwamba mkuu wa mkoa wa Mwanza yule baada ya kuingia mazoezi ya klabu ya Simba na mkuu wa mkoa wa Tabora. Huyu wa Tabora kajionyesha dhahiri kutoka mwanzo kwamba mimi ni mdhamini wa Tabora. Tabora ukicheza na Kagera nakupa milioni 10. Ukitoka Suluhu nakupa milioni 5. Tayari mkuu wa mkoa wa Mwanza yule amekurupuka tu kwenye mechi ya Simba. Umeelewa? Mechi ya Yanga kajitoa. Lakini mechi ya Simba katoa milioni 50, mechi ya Yanga katoa milioni 60, umeelewa? Lakini kuna mambo mengi zaidi yanatembea. Kuna watu wametishiana maisha huko ndani mwenye kwenye mpira tu. Huu mpira unaelekea wapi? Na ndio maana tulizungumza kabisa hapa. Kuna watu ambao wamekuja katika mpira hatuwaelewi. Na mimi kupitia zaidi ya media zaidi ya 5 au hata 6 nilisha kuzungumzia hata Engineer Hersi. Kitendo chake cha kuvaa jezi za Kaizer Chiefs, kitendo chake cha kuvaa jezi ya Orlando Pirates, kitendo chake cha kuongea na wachezaji wa Berkane si Berkane kwa WhatsApp call, umeelewa? Kile ndio kinagharimu matokeo mpaka ya kipindi hichi. Kwa sababu ukiwa kiongozi mkubwa haitakiwa na mambo ya kipumbavu kama mambo kama hayo. Unavaa jezi za timu pinzani nini? Tumezikuta Simba na Yanga. Umeelewa? Sijawahi kuona Marem Madega alivaa jezi ya nini? Labda jezi ya National Ahli wakati Simba anacheza na nani? Sijawahi kuona sijui nani Marem Matunda kavaa jezi ya timu gani ambayo inacheza na Simba. Sijawahi kuona. Tumekuja kuona baada ya hawa vijana kuingia wa mwaka 2000, umeelewa? Wamependekea mpaka kuletea mpira umeshakuwa wa uadui. Na ndio maana alipigwa shabiki wa Simba. Umeelewa? Dr. Mo. Hatujaona kiongozi wa Yanga kaenda kutoa tamko kulani kile kitendo. Na Ally Kamwe alikuwepo ndani ya eneo lile pale. Akamzuia bosi wake pale, lakini ilitakiwa aitishe pressing alani kile kitendo kile. Hajafanya vile. Lakini tuliona alisukuma shabiki wa Yanga na alisukuma akajeruhiwa na mashabiki wa Simba. Lakini Mnandi Joyala huyo shabiki wetu Mnandi Joyala alisababisha mpaka yule mtu yule bonge wa Simba apelekwe polisi. Alienda Changombe alilala. Angalia watu wa mpira, umeelewa? Alilala yule bonge na kaomba msamaha. Akatokea kabla bado hajashuka jua pale. Ahmed Ali aliitisha press yani vyombo zaidi ya 30 kwenye meza. Akalilani ndio tukio lile pale. Akasema huyu aliyofanya jambo hili sio Simba. Simba sio watu wagovi, umeelewa? Lakini tunaona upande wa pili huo. Upande wa pili hapa bado hawajitambui. Narejea tena, bado hawajitambui. Wameshafanya maandamano bila kibali kwenda kushinikiza pale huyo Waziri Kabudi atoe hukumu hapo ushindi Yanga, umeelewa? Wasipokuwa na akili, hawana akili wale hawana akili. Natakiwa mambo ya kiprofessional katika mpira mesia, tunatakiwa tuende katika mpira. Tukirudi kwenye swala lako la Ally Kamwe alikosea baada kwenda kumwataki kazi ya mkuu wa mkoa, umeelewa? Ile kaiataki kazi, angemwataki mwenyewe kama yeye, umeelewa? Angemwataki yeye kama yeye, bwana wewe ni mkuu wa mkoa, ni shabiki si wa Simba au shabiki wa Tabora, mimi nakuchana kupitia Yanga. Ile lingekuwa lina tatizo. Lakini unapoingia kwenye kazi, ina maana unamfundisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan wakati anaheshimika. Shukrani sana. Asante, lakini onyo liendelee pale kwamba hatuhitaji kunguru wa kijani, hatuhitaji si kunguru wa kijani kuanzia uwanja ndege kuanzia tarehe 8 au tarehe 7 wanapopokelewa wala wageni wale. Tutaenda kuwapokea si klabu ya Simba, na hatuhitaji kiongozi wa aina yote, hata bodi ya ligi
ambaye ana vinasaba vya nyuma mwiko hatuhitaji. Tunataka waende watu wa Simba peke yao na viongozi wa klabu ya Simba, na waambieni hapa kwamba hii mechi hii kama tukiruhusu watu kama hawa wanamnao waingilie pale itatuletea shida. Tunahitaji tuwe kama wamoja. Nimemsikia Mangungu amesema kwa tuwe nguvu moja. Tunahitaji kuwa nguvu moja na tulinde. Tunaenda kuwapokea El Masry, wale wanaenda kufa kifo kibaya cha Oloya, na wakikaa vibaya hata 11 inaingia. Shukrani sana. Asante.